Naam, mwana ukua Mwafrika, karibu tena katika chaneli yetu hii. Tunapoongelea mambo mbalimbali na leo bado tupo nchini Kenya ambapo kumekuwa na maandamano ya hapa na pale kwa ajili ya kifo cha ndugu Albert Ojwang ambaye aliuawa, na kwa taarifa zilisema aliuawa akiwa chini ya usimamizi wa polisi katika kituo kikuu cha polisi pale Nairobi nchini Kenya. Lakini kwa taarifa zilizoko sivyo hivyo. Huyu bwana hawakumuua pale polisi hiyo katika kituo cha polisi cha pale. Ngoja naomba unisikilize vizuri alafu twende pamoja, kwa sababu kama mnavyojua hii imekuwa ni kawaida kabisa kwa wanaharakati wengi ambao, maana kazi ya wanaharakati ndivyo hivyo, kufanya harakati zao kwenda kinyume na yale mambo ambayo wanayaamini kuwa hayaendi sawa katika jamii walizoko. Aidha inaweza ikawa ni serikali au kuna mwanaharakati tu amejitokeza. Hata kwenye upande wa dini pia kuna wanaharakati. Kwa hiyo huyu Albert Ojwang ambaye ndio maandamano mmeona yamekuwa mengi sana yanafanyika katika taifa la Kenya, yakishinikiza kwanza DIG aweze kujiuzuru, huyu ambaye ni DIG, Deputy Inspector General, aweze kujiuzuru kwa sababu ni baada ya kuwa bwana Ojwang ameposti kwenye mitandao yake ya kijamii kuhusiana na pesa ambayo anaingiza DIG ambaye kwa jina anajulikana kama bwana Lagat au Eliud Lagat. Kwa hiyo baada ya kuposti hivyo basi ndio akafuatwa, maana wasema walimfuatilia kwa simu mpaka kwao, na kwao ni Homa Bay. Homa Bay ni iko karibu ni mpakani na Tanzania. Ndio maana wanashare hata ili ziwa Nyasa upande huu wa maziwa huku, upande huu wa Mwanza huko. Yes, kwa hiyo wanashare. Kwa Homa Bay iko karibu, yani mpaka na Tanzania ni upande huu wa Mwanza. Ndio maana nimekuambia wanashare hilo la ziwa Victoria liko upande ule, pia fukwe za ziwa Victoria upande ule liko huko. Kwa hiyo ni umbali wa kilomita kama 357 kutokea Homa Bay kwenda mpaka Nairobi, ambako sasa alichukuliwa. Lakini huyu bwana, kwa taarifa zilizoko ambazo tumezipata kutoka Kenya kwenye vyanzo vya kuaminika, huyu bwana aliuliwa kwenye forest inayojulikana kama Karura Forest. Ndiko mahali ambako ameuawa. Tena naambiwa hata mkuu wa huyo polisi alikuwa hapo pale wakati huyu bwana anapigwa alafu hatimaye akanyongwa. Kwa hiyo sasa baada ya kuwa yametokea hayo, wakamchukua wakaenda naye, maana Karura Forest iko Nairobi. Wakamchukua wakaenda naye mpaka polisi Central hapo. Walipomfikisha pale, yule aliyekuwa on duty, mkubwa aliyekuwepo pale, akasema hapana, hatuwezi tukampokea mtu ambaye yuko katika hali kama hii. Wakasema bwana, inabidi umpokee. Wakasema hapana. Wakamchukua wakamkimbiza karibu na hospitali iliyoko karibu na hicho kituo cha polisi, lakini bado na wao wakasema hapana, hatuwezi tukapokea huyu. Mkasema tumepokea kama mgonjwa wakati huyu mtu hayupo huyu. Kwa hiyo ikabidi tena warudishe upande wa polisi pale. Walipomrudisha sasa, hapa awamu hii ni maagizo yakawa yametoka juu kuwa huyu inabidi apokelewe, aingizwe ndani ya sero. Sasa ingizwe ndani ya sero ni kutengeneza ushahidi huu ambao wamekuja kusema kuwa huyu bwana alijipigiza ukutani. Lakini ukienda kuangalia kuta za sero hazina damu, kwa sababu kama mtu amejipigiza ukutani lazima damu zitakuwa zimebaki pale ukutani. Hamna damu, lakini unaambiwa pale bwana huyu alipelekwa akiwa ni mauti, na huyu bwana alikuwa ameuliwa au ameuawa kwenye huo msitu au hiyo forest ambayo inajulikana kama Karura Forest. Kwa hiyo baada ya hapo wakamchukua wakampeleka pale, akakaa kama risali moja, wakamtoa ili kutengeneza ushahidi ambao ni ushahidi wa uongo, kusema kwa huyu bwana amekufia ndani ya zile sero za pale ndani ya zile sero pale Nairobi. Kwa hiyo hii ilikuwa ni uongo.
ambao wameutengeneza. Ndio maana sasa umeona wamekuja serikali, tusiseme serikali, tuseme jeshi la polisi lenyewe, wamekuja kusema mtusamee kwa taarifa ambazo hazikuwa sahihi. Umeona, kwa sababu baada ya kufanyiwa uchunguzi, mtu aliyejipigiza ukutani anajulikana tu, wangekuta makovu huko kichwani na mambo kadha wa kadha kama hayo. Lakini huyu bwana alikuwa ameuawa, ndio akapelekwa pale kupoteza ushahidi na kutengeneza ushahidi, kwa sababu ndivyo hivyo. Na polisi Kenya, kumbuke, wamekuwa wakilalamikiwa sana kwa matukio mbalimbali ya aina hii. Lakini ukumbuke, jamii zetu haziwezi kuishi bila kuwa na polisi, kwa sababu wanatusaidia kuzuia uhalifu. Lakini sasa yanapofanyika matendo kama haya, ndio yaliyopelekea maandamano. Ndio maana Rais William Ruto, rais wa Kenya, amesema awe ni polisi alihusika au ni raia wa kawaida alihusika, haki lazima ifuate mkondo wake. Kwa sababu kumbuka, huyu Albert ni mtoto wa pekee katika familia ya baba yake na mama yake mzee Ojwang. Ni mtoto wa pekee. Alafu kijana wote amejitahidi, amesoma, alikuwa mwalimu wa shule, lakini upande wa pili akiwa ni mwanaharakati, huko akifundisha nadharia zilizoandikwa kuwafundisha watoto, lakini upande wa pili akitoa express hisia zake kulingana na mambo yasivyoenda. Na kitu kingine ambacho watu watakiwa waweze kujua, unaambiwa upande wa Homa Bay huko vitu viko juu sana, yani bidhaa ziko juu mno. Kwa hiyo huyu sasa akiwa kama mwanaharakati kule, akiwa anaongea kupitia mitandao, matokeo yake yakawa ni hayo. Ndio maana serikali ya Kenya imesema hatua zitachukuliwa, hata bunge la Kenya walisema hatua zitachukuliwa kuhakikisha haki ya huyu kijana inapatikana. Sio tu kwa familia, lakini kwa Wakenya wote haki inaweza kupatikana kwa sababu ya kitendo ambacho kimefanyika. Ndio maana maandamano yakawepo Kenya kumtaka DIG huyu Eliud Lagat aweze kujiuzuru. Sasa imagine mtoto wa pekee kwao. Alafu pia huyu kumbuka pia ni mume wa mke mmoja ambaye pia mke wake ametoka kujifungua siku sio nyingi. Yani ana kama mwezi mmoja ametoka kujifungua. Kwa pale alipo ameacha mjane, ameacha na mtoto wa mwezi mmoja. Sasa ndio maana unaona hata rais wa Kenya amesema hapana, haki lazima iweze kupatikana. Iwe ni polisi walihusika au iwe ni raia walihusika, haki lazima iweze kupatikana. Kwa hiyo kifupi ni kuwa huyu bwana hakuuliwa ndani ya hizi selo za polisi, kwa sababu ndio taarifa mpya ambayo tumekuletea ili uweze kuijua. Hakuuliwa ndani ya kituo cha polisi chini ya uangalizi wa polisi. Ndio tulikuwa tunashangaa, inakuwaje mahali ambapo unakimbilia useme hapa ndipo kwenye usalama, hapa polisi, halafu tena mtu auliwe ndani ya polisi, inakuwaje? Lakini unaambiwa huyu bwana alipelekwa Karura Forest, alipigwa sana, akanyongwa, na baada ya hapo akawa ameshapoteza maisha. Ndio sasa kama kupoteza ushahidi na kutengeneza ushahidi wa uongo ambao wamekuja baadaye kusema jamani mtusamee kwa taarifa ambazo zimetolewa, ndio ikabidi yaingizwe polisi. Alafu baada ya pale taarifa ikatoka kuwa alijipigiza ukutani akijiua. Sasa swali linakuja, alijiua kwa sababu gani? Yani sababu za kujiua zikoje? Je, walisahau pia kuwa kuna vipimo madaktari wanaweza wakapima? Alafu baada ya kupima wakatoa maelekezo kuwa huyu bwana hiki kinachodaiwa kuwa amejiua kwa kujipigiza ukutani sio kweli. Hawakujua hilo, hawakuwa aware nalo, au mambo yanakuwaje kwaje? Kwa hiyo hizi ndizo taarifa mpya ndugu zanguni kutoka huko katika taifa la ndugu zetu Kenya, ambao wameandamana kwa ajili ya haki iweze kupatikana ya huyu kijana ambaye kwa majina yake ni Albert Ojwang, kutokea Homa Bay, umbali wa kilomita 357 au karibia 400 kutokea Homa Bay. Wameenda wamemfuata mpaka wamemleta Nairobi, Karura Forest Nairobi, ndio wamekuja kumuulia hapo, alafu na kumpeleka Central Police ili ijulikane kama alifia kule polisi. Sasa sijui hata hawakuwaza kuwa ni kuchafua ili jeshi la polisi, yani hawakuwaza hivyo, atuelewi. Lakini kiukweli tunaipongeza serikali ya Kenya kwa sababu wamesema watahakikisha haki inapatikana na kuhakikisha hakuna mtu hata mmoja ambaye yuko juu ya sheria anayeweza kujifanyia anavyotaka yeye, kufanya mambo kwa tofauti na sheria inavyotaka iweze kufanyika.
Asanteni sana wana Ukuu wa Mwafrika. Hii ndio taarifa ambayo nimeona niwalete. Asanteni sana.